Tumeshakagua eneo lote la mkondo wa mto kwenda mpaka kule juu mtaa wa Mkole. Tumeona jinsi ambavyo watu wameathirika na mali zilizoathirika. Tumepita hapa sokoni, tumeona biashara mbalimbali, eneo lote la ndani ya soko na maduka mengine yaliyoko pembeni mwa barabara katika maeneo haya ya soko yote yameathirika. Kwa maana hiyo kiwango cha maji kilikuwa ni kikubwa sana, lakini tulivyoona tathmini ya haraka maji haya, mvua iliyonyesha sio kwamba ni kubwa kuliko mvua nyingine zote zilizonyesha. Maji haya kutoka kwenye mitaro ya hapa mjini, ni mto ule Mbeza umejaa, ukapita maji kwenye daraja pale karibia na nyumba ya mkuu wa wilaya. Maji yakawa yanatoka kule, ndio yameleta athari huku kwenye biashara za watu. Kingine cha haraka nilichokiona, ule mto umevamiwa sana na shughuli za kibinadamu. Hilo tukubaliane. Mkondo wa mto haupo, kwa maji yanapokuja yamezidi kiwango yanatawanyika, ndio maji yaliyokuja kutuletea madhara. Watu kule wanalima na wengine pia wamejenga. Miaka yote Mheshimiwa DC, mvua zinanyesha. Miaka yote mvua zinanyesha, na wakati mwingine ni kubwa zaidi ya iliyonyesha jana na juzi, lakini hakujawahi kutokea kitu cha namna hii. Kwa naamini kwa sababu una jopo la wataalamu utakavyoona wewe kupendeza, kupitia jopo la wataalamu watakuja kutuambia kwamba ni kitu gani kimesababisha haya, ili wafanya biashara wetu hapa sokoni wasikumbane na changamoto hii, kwa sababu tunawategemea wao wanapozalisha, wanapouza, basi ndio halmashauri yetu na mzunguko wake kiuchumi unakopatikana. Na ni sehemu yetu muhimu sana ya kibiashara hapa, na ndio image ya Korogwe katika masuala ya masoko, soko la Manungu. Sasa jambo moja ambalo nakusudia kulifanya, tatizo limeshatokea, lakini pia lazima tujue chanzo cha tatizo na hasara iliyopatikana. Kwa hiyo nakusudia kwenda kuunda timu ndogo ambayo nitaipa kazi ndani ya siku 14 chini ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia watakuweko na wawakilishi mbalimbali, viongozi wa soko, watakuweko wenzetu kutoka Chama cha Mapinduzi katika kuweko kwenye timu hii, ili waende kiundani. Watakuja huku kwenu sokoni, hii timu iwaone wafanyabiashara, ione namna mali zilizoharibika na kiwango cha fedha na mali zilizopotea. Wito wetu tunaendelea tu kusisitiza umuhimu wa kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuzitumia kwa usahihi. Unaona, katika sekta zote.